sisi tunakutakia kila mafanikio huko unakoenda. Mungu akulinde safarini, lakini pia uwe ni chachu kwa watu wengine. Afya yangu iko fiti na niko tayari kwa safari. Bwana, hii ni Ayo TV na millardayo.com kutokea hapa mkoani Kigoma. Hivi ushawahi kusikia ama ni mara yako ya ngapi kusikia Watanzania baadhi kutokea hapa mkoani Kigoma wakifunga safari zao kutokea hapa mkoani Kigoma kwa ajili ya kwenda kwa mfano Dodoma au jijini Dar es Salaam, wengine wakitumia usafiri wa baiskeli, wengine wakitumia miguu yao kwa ajili ya kwenda kufanya event fulani. Tulishawahi kuletea story mwaka 2020, Mtanzania mkazi wa Kigoma, shabiki wa Yanga ambaye alifunga safari yake kutokea hapa mkoani Kigoma na akatumia siku 27 mpaka jijini Dar es Salaam kwa miguu, kwa lapa wengine wanasema, kwa ajili ya kwenda kutazama mechi kati ya Simba na Yanga. Na alitumia siku 27 na anasema alipata cha moto. Yupo tena Mtanzania ambaye alitumia zaidi ya siku 29 kwa ajili ya kuweza kwenda Moshi kwa ajili ya kuweza kuhamasisha mambo ya uviko. Sio kuishia tu hapo, wapo mashabiki wa Simba ambao wenyewe washatumia tena zaidi ya siku 20 kwa ajili ya kwenda jijini Dar es Salaam kwenda kutazama mechi tu ya Simba na Yanga kwa kutumia miguu yao, kwa kutembea lapa kwa lapa. Leo na kukutanisha na mwalimu msomi kutokea wilayani Kasulu ambaye yeye ametumia usafiri wa baiskeli. Anatumia zaidi ya siku 7 kwenda jijini Dodoma, ikiwa kubwa zaidi ni kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri ambayo anayoifanya, lakini akiwa amebeba ajenda zake 3 ambazo ataweza kupita kwa ajili ya kueleza Watanzania kazi nzuri ambazo anazifanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuko naye hapa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kigoma, Mheshimiwa Tobias Andengenye, tayari ameshatia baraka zake na kuweza kuahidi kwamba ataweza kumkabidhi bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kwenda kuwakilisha vyema kwa wakazi wa Kigoma huko jijini Dodoma. Yapi ambayo amejiri, yapi ambayo yamemsukuma kwa ajili ya kuweza kufunga safari yake? Atatumia siku 7. Vituo gani atapita, yapi atazungumza na wananchi njiani, yote na yote tuko naye hapa kwenye exclusive interview ya mwalimu msomi ambaye ameamua kufunga safari kwa kutumia baiskeli kutokea hapa Kigoma mpaka jijini Dodoma. Mimi naitwa Le Dreams TZA wa Ayo TV na millardayo.com. Bana, mambo vipi? Bana, poa. Uko fresh? Niko vizuri. Sawa, waeleze wa Tanzania majina yako, unaitwa nani, umri wako na ni mkazi wa wapi pia? Naitwa Mwalimu Wenceslaus Justin Lugaya. Wengi hupenda kuniita Gaddafi. Ni mkazi wa halmashauri ya mji wa Kasulu, lakini ni Mtanzania na umri wangu ni miaka 34 tu. Okay, sawa. Tumepata taarifa kwamba umefunga safari sasa hivi. Kwanza jana ulikuwa Kasulu, hongera sana. Umetoka Kasulu mpaka Kigoma, ni kilomita ngapi umetumia kwa baiskeli? Yes, mpaka hapa nilipofika nimesha cover takriban kilomita 100 kutoka eneo nililoanzia safari pale Kasulu mjini. Okay, sawa. Na taarifa kwamba unatoka Kigoma unaelekea jijini Dodoma. Tuambie lengo la kusafiri kwa baiskeli, nini madhumuni yako, na pengine unaweza kuambia nini Watanzania ambacho ulikuwa umeandaa kwa ajili ya kuwaeleza madhumuni ya safari yako kwa ujumla. Asante sana. Kitu cha kwanza ambacho kwanza ningesema ni kwamba ilikuwa ni idea ya kwangu, lakini nilimshirikisha mkurugenzi wangu ambaye ni mwajili wangu wa halmashauri ya Kasulu, mkurugenzi ajulikanaye kwa jina la Mwalimu Vumilia Simbeye, nikiwa na dhamira ya dhati kutangaza mkoa wetu wa Kigoma nje na ndani ya mkoa mpaka nje ya nchi, lakini ikiwa ni pamoja na kuunga jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna anavyo usapoti kwa kiwango kikubwa sana mkoa wetu wa Kigoma, lakini ilikuwa ni sambamba na kuhamasisha jamii juu ya matumizi ya nishati safi ya kupikia, waachane na mambo ya uharibifu wa mazingira. Lakini jambo lingine ilikuwa ni kuunga jitihada za rais katika swala zima la utalii wa ndani Royal Tour, kwa sababu yeye ameshatufungulia malango. Ni
nafasi zetu sasa sisi wazawa wa Tanzania kuenjoy katika nchi yetu, kutembelea maeneo mbalimbali. Kama hivi unaona nimetoka Kasulu, nipo Kigoma, leo naendelea na safari yangu mpaka kufika jiji la Dodoma. Na tueleze namna ambavyo utakuwa unahamasisha watu haya mambo ambayo umesema kwamba labda utakuwa unahamasisha mambo ya nishati safi ya kupikia na mambo mengine. Ni namna gani ambavyo pengine utakuwa unakutana sasa na watu kwa ajili ya kuwaeleza, ama wewe ni safari tu utakuwa umelenga kwa ajili ya Dodoma peke yake? Baada ya kupata kumshirikisha mkurugenzi wangu wa mji wa Kasulu, Mwalimu Vumilia Simbeye, kwanza aliniunga mkono kwa 100%. Mpaka chombo hii unaiona hii baskeli ni miliki yake, amenunulia kwa fedha zake mwenyewe kuhakikisha ujumbe nilionao unawafikia Watanzania wote. Lakini nitaufikisha kwa njia ya media, lakini kwa barabara nitakazozitumia, mkuu wa mkoa wa Kigoma ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, nilifika ofisini kwake, CGF Tobias Ndegenye, tulizungumza naye pale ofisini kwake na akaahidi kunipa ushirikiano mkubwa sana katika kile ambacho nitakuwa nahitaji, ikiwa ni pamoja na kutoa hamasa kwenye makundi ambayo nitakuwa nakutana nayo barabarani, lakini wasafiri walioko kwenye mabasi, maeneo ya stendi, kwa sababu kuna mkusanyiko wa watu, lakini kupitia vyombo vya habari kama radio, televisheni na hata magazeti. Okay, sawa. Nini ambacho unaweza kuwaeleza Watanzania kuhusiana na safari hii? Maana sio mara kwanza kuona wakazi wa Kigoma wakifanya safari kama hizi. Tuliona shabiki wa Yanga, shabiki wa Simba, Mtanzania ambaye alienda kuhamasisha mambo ya uviko, vitu kama hivyo. Nini unaweza kuambia Watanzania kuhusiana na safari hii? Maana wengine wanahisi pengine kuna kitu ambacho watu wanapata, wanalenga ili kwa ajili ya kujinufaisha wao kwa wao. Unaweza kuambia nini na pengine hata kuwatoa hofu wa Tanzania? Niseme tu kwamba unajua ukishakuwa mzalendo kwa nchi yako, hautakuwa tayari kwa ajili ya kusubiri kwamba nifanye hiki ili niweze kupata chochote. Mimi nimejitoa kwa dhati ya moyo wangu kuhakikisha nayasema yale yote ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameyafanya ndani ya mkoa wetu wa Kigoma na Tanzania kwa ujumla. Niseme tu kiufupi ni kwamba ni watu wachache sana ambao hawawezi kujitokeza kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hii tunasema ni ile mikoa ambayo imeendelea, hususani mikoa hiyo ya Dodoma, Dar na kwingineko katika majiji. Sisi Kigoma, vitu kama lami unayoiona hii vilikuwa ni vitu ambavyo ni historia, lakini umeme wenye kiwango cha juu kV 400 umeme unaletwa Kigoma tunashuhudia, lakini hivyo vitu vyote kwa mikoa mingine vilikuwa vimeshawekwa. Kwa hiyo rais alikuwa na uwezo wa kuingia muhula wake wa kwanza mpaka muhula wa mwisho, watu hawajaona kwamba rais amefanya nini kwenye miundombinu ya barabara. Lakini sisi ambao tulikuwa hatuna barabara, tunaona sasa rais anatuletea barabara kutoka Nyakanazi kuja imeshaunganishwa kuja Kigoma, lakini kutoka Kigoma kwenda Tabora. Anafungua malango ya meli hapa, meli zinajengwa za abiria, za mizigo zenye uwezo kubeba zaidi ya tani 3000, lakini anaendelea kutengeneza vitu mbalimbali ndani ya mkoa wetu. Kwa hiyo mimi kwa dhati ya moyo wangu nimesema nitatoka nje, nitayatangaza yale yote mazuri ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anayafanya, si kwa watu wa Kigoma tu na Tanzania kwa ujumla. Umesema ni siku ngapi unatumia? Nitatumia takriban siku 7 kwa sababu lengo kubwa ni maadhimisho ya miaka 63 ya uhuru wa Tanganyika. Sasa mimi binafsi nimeamua niadhimishe maadhimisho haya ya miaka 63 ya uhuru wa Tanganyika ambayo kilele chake ni tarehe 9 Desemba ya mwaka huu. Mimi nimeadhimisha kwa kusafiri kwa baiskeli kutoka Kasulu, Kigoma hapa mpaka Dodoma. Yote ni kusapoti jitihada za Mheshimiwa Rais katika kutuletea maendeleo wa Tanzania. Okay, sawa. Tumeona mara nyingi kwa mfano kuendesha baiskeli sio mchezo, na mara nyingi unatumia nguvu, vitu kama hivyo. Pengine wewe ni mwana mazoezi, ushapitia masuala ya mazoezi, jogging kwa sana, vitu kama hivyo, ambapo una stamina ya kutumia siku 7 njiani. Maana kwa baiskeli sio mchezo, zaidi ya kilomita 800 tunazungumzia hapa Dodoma, na ni mbali kusema kweli. Wewe umejipangaje na uko vizuri kwenye mazoezi, ama ni hiki tu ambacho umeamua tu kukifanya kwa mara ya kwanza? Kwanza nizungumze tu kwamba kwa upande huo ni kuondoe shaka na kuondoa shaka wa Tanzania wote wanaonisikiliza. Kuhusu mazoezi, mimi niko timamu
nashiriki jogging club na vikundi vya jogging club. Hata hapa Kigoma kuna wana jogging club ambao ni familia ambao unaweza ukawaona wako hapa, wamekuja kunisupport jogging club kutoka Kasulu, lakini mwisho wa leli jogging club na jogging kadha wa kadha wamejitokeza kwa sababu mimi ni mdau wa michezo na hamasisha sana michezo, na ndio maana unaona afya yangu iko fit na niko tayari kwa safari. Kuna wadau wote ambao sasa wameshakushika mkono kwa ajili ya kukamilisha, kuachilia mbali mkurugenzi ambaye amesababisha umefanya hivi, na utueleze pia ni namna gani ambavyo utarudi sasa? Pengine utarudi kwa baisikeli ama tutegemea utarudi kwa mwewe, kwa basi, vitu kama hivyo? Niseme tu kwamba mkurugenzi wangu wa halmashauri ya mji wa Kasulu, lakini mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Anthony Isaac Mwakisu na kamati yake ya ulinzi na usalama kwa ujumla, lakini watumishi idara HQ pale, idara zote Kasulu mji, lakini walimu kwa sababu mimi ni mwalimu na walimu walinishika mkono, lakini mimi pia ni mwalimu mkuu na walimu wakuu wenzangu walinishika mkono, lakini chama cha walimu mkoa na wilaya ninayotoka wameweza kunisupport vitu vingi, ikiwa ni pamoja na vyombo vya mawasiliano, ikiwa ni pamoja na radio coils, lakini wamenisupport tenti, wakiwa na maana kabisa kuna uwezekano nikafika eneo muda ukaisha nikakosa mahali pa kujistiri, wamenikabidhi tenti ile pale. Kwa hiyo ni miongoni mwa wadau ambao wamehakikisha kwamba mpaka sasa najisikia fahari kuendelea na safari yangu. Nini sasa unaweza cha kumalizia kwa Watanzania, unawaambia nini? Nazungumza kwamba kwa vijana wenzangu, nizungumzie kundi langu. Kwa vijana wenzangu tujitokeze. Ukweli tunaujua kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake wanafanya kazi vile inavyotakiwa, na ndio maana unaona utulivu wa nchi upo, na kama kungekuwa hakuna utulivu wa nchi mimi nisingekuwa na shabaha yoyote ya kuweza kujitokeza kusafiri kutoka Kigoma mpaka Dar. Lakini kikubwa zaidi ni kuwaomba vijana tutoke tulizungumzie kwa mapana yake swala la matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa nini nasema hivi? Kama umefuatilia wiki 2-3 zilizopita, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alialikwa kule Janeiro, Brazil, kwenye kikao cha G20. Haya ni mataifa tajiri duniani, lakini rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan alialikwa kwenye kile kikao kwa mwaliko maalum. Utaiona kwamba Tanzania au Afrika ina nchi ngapi na ni kwa nini rais wetu tu ndio alikwe pale kwenye kile kikao, na alipata nafasi ya kuzungumza na wale wakuu wa zile nchi 20 tajiri duniani ambazo zinamiliki uchumi kwa zaidi ya 80%, lakini katika swala la biashara wanamiliki zaidi ya 76% ya usambazaji wa biashara katika dunia. Utaona sasa rais katika kikao kile alivyopewa nafasi kubwa, alilolizungumzia ilikuwa ni matumizi ya nishati safi ya kupikia. Na niseme tu kwamba kwa Watanzania mnaonisikiliza, kama mlifuatilia ile ziara ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, wale wakuu wa nchi 20 tajiri duniani waliahidi mwezi Januari mwaka huu watafanya kikao cha marais wote wa Afrika jijini Dar es Salaam. Hii yote ni kuzungumzia kwa kina juu ya matumizi sahihi, matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kuondokana na swala zima la uharibifu wa mazingira. Na kama uliangalia ripoti inasema kwa mwaka Watanzania zaidi ya 3,000 mpaka 3,500 hufariki kutokana na hewa ya ukaa ambayo inatokana na uharibifu wa mazingira. Hivyo tunaendelea kuhamasisha wananchi kutumia nishati safi ya kupikia, ikiwa ni pamoja na matumizi ya gesi, makaa ya mawe, lakini bila kusahau umeme kutokana na nguvu ya jua, solar panel. Lakini wale wenye maeneo yenye upepo, mfano Singida, Shinyanga, wanaweza kutumia vinu upepo kuzalisha umeme ili waweze kupata kupika kwa kutumia nishati safi ya kupikia na si kama matumizi ya mkaa na kuni. Lakini tutoe dhana kwa Watanzania wote. Ukiongea na Watanzania hususan kina mama wanaoshinda jikoni wanakwambia wali mtamu ni ule uliopikwa kwa njia ya mkaa. Lakini pia
ukiondoa hiyo dhana hiyo, ukawahakikishia kwamba hata chakula kikipikwa kwa jiko la gesi kinakuwa kitamu vile vile. Sawa, tumalizie mawasiliano yako. Wanaweza kukupataje pengine kwa mawasiliano, kwa chochote kitu ambacho pengine mnaweza kuwasiliana na Watanzania ambao wanaweza kusapoti safari yako? Okay, kwa wale wadau watakaoweza kusapoti safari yangu, mimi napatikana kwa namba ya 0766 94 26 41, lakini unaweza ukanipigia moja kwa moja. Hata huduma ya maombi napokea kupitia njia ya simu, kwa sababu safari ni ndefu ya zaidi ya kilomita 750 mpaka 800. Inahitaji maombezi, lakini inahitaji ushauri, lakini inahitaji sapoti ya kila aina. Sawa bwana, hayo ndiyo yaliyojiri kutokea hapa mkoani Kigoma. Ni kijana huyu Mtanzania, tena mwalimu msomi, ambaye ameamua kufunga safari yake kutokea hapa mkoani Kigoma mpaka jijini Dodoma, ikiwa kubwa, akiwa amebeba ajenda 3, lakini moja ikiwepo ya kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri ambazo anazifanya kwa kila siku kwa Tanzania. Hayo yote ambayo yameongea unaweza kuyapata sasa kwa urefu zaidi kwenye YouTube ya Millard Ayo, lakini tutaendelea kukupa taarifa kuhusiana na safari yake. Kijana Mtanzania kutokea Kigoma ambaye ametumia utashi wake na ameamua kufunga safari kutokea hapa mkoani Kigoma kwa ajili ya kwenda jijini Dodoma kumpongeza Mheshimiwa Rais. Mimi naitwa Ledreams TZA. Ni haya tu yaliyojiri kutokea hapa mkoani Kigoma, na tunamtakia kila laheri, na safari yake inaanzia hapa hapa mkoani Kigoma, na baraka zote amezitoa mkuu wa mkoa wa Kigoma Mheshimiwa Tobias Ndengenye, na ameahidi kumkabidhi bendera ya Tanzania kwa ajili ya kuwakilisha vyema mkoa wa Kigoma huko jijini Dodoma. Mimi nataka niendeshe kidogo kwa ajili ya nione. Bwana, kiti kiko juu mzee baba. Hivi wewe unajisikiaje kukaa juu kidogo? Mimi ni mrefu zaidi yako bwana. Huo mtangazaji. Sio kutoa meno kidogo. Safari hii inatiwa baraka na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kigoma, Mheshimiwa Tobias Ndengenye, ambapo kwa mara ya kwanza ameweza kutesti mitambo ya baiskeli hapa katika maeneo ya Kigoma mjini, na hivi ndivyo ilivyokuwa kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Tobias Ndengenye alivyotesti mitambo yake akiendesha hii baiskeli kabla ya kuanza safari ya kutokea hapa kuelekea mkoani Dodoma. Sisi tunakutakia kila mafanikio huko unakoenda. Mungu akulinde safarini, lakini pia uwe ni chachu kwa watu wengine kutokuona haya katika kuzitangaza kazi nzuri ambazo zimefanywa na serikali ya awamu ya 6, maana ziko nyingi. Hata utakapoenda wewe peke yako hautatosha. Ni imani yangu kwamba ukienda na watu wengine wataona umuhimu wa kuvitangaza vitu ambavyo ni vizuri, kwa sababu vitu hivyo vinaenda kubadilisha maisha ya sisi wana Kigoma,
lakini kwa nchi nzima zinabadilisha maisha ya Watanzania wote. Kwa hiyo sisi tunakutakia kila laheri. Nimeshawasiliana na viongozi wa mikoa utakamopita. Mimi mwenyewe nimewaandikia barua ili likitokea jambo lolote ambalo ni la dharura, nafahamu wewe sio mtu msumbufu, lakini ikitokea waweze kukupa msaada. Tunakuombea kila laheri, tukiamini tarehe 9 Disemba utatuwakilisha pia huko. Sisi tukiwa tuko huko watajua Kigoma ipo, na lakini pia unaendelea kuitangaza Kigoma kwenye ramani ya dunia, kwa sababu vyombo mbalimbali vya habari hapa vinasikika nje ya Tanzania pia, na vitaona mtu mmoja mwalimu anatoka Kigoma anaendesha baskeli kilomita takriban 800 na kidogo kwa ajili ya kwenda kuungana na Watanzania wengine kusherehekea uhuru wa Tanzania. Kwa hiyo nakutakia kila laheri. Hapa tulipo ni mwanzo wa reli ya uhuru kuelekea Dar es Salaam, na ni miongoni mwa miji iliyochangamka sana na iliyojaa wazalendo katika nchi yetu. Kwa hiyo leo tunakutana na kijana mzalendo Lugaya ambaye ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi iliyopo katika wilaya ya Kasulu. Yuko hapa Kigoma tayari kuanza safari yake, na tunamsubiri Mheshimiwa Commissioner General mstaafu Tobias Andengenye, mkuu wetu wa mkoa, ili amuage rasmi kuelekea Dodoma kwa ajili ya kutimiza dhamira yake ya kizalendo ya kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa alizofanya kwa Watanzania kwa jumla, lakini ana dhamira ya dhati pia ya kupongeza juhudi za Mheshimiwa Rais za kutangaza utalii, na Kigoma ni miongoni mwa maeneo ambayo yana vivutio vya utalii ikiwemo hifadhi yetu ya Gombe ambayo kimsingi ni hifadhi pekee yenye sokwe mtu wa kutosha na wenye miujiza na mambo mengi ya kushangaza. Kwa hivyo mimi kama mkuu wa wilaya ya Kigoma ninampongeza sana Mwalimu Lugaya kwa kazi ambayo ameamua kuifanya na juhudi ambazo ameamua kuzionyesha, na kwa kweli tunamtakia safari njema, na katika safari yake tutaendelea kumsapoti huko ambako atakuwa anakwenda ili kuhakikisha kwamba anakamilisha dhamira yake ya kizalendo kwa kufika kwa Dodoma kwa wakati. Sawa, sasa hivi tuko na wadau mbalimbali ikiwemo wananchi hasa ambao tunataka kuzungumza nao kuhusiana pengine na maoni yao kuhusiana na safari ya kijana Mtanzania kutokea Kigoma ambaye amefunga safari kutokea hapa mkoani Kigoma mpaka jijini Dodoma. Wana yapi ya kuzungumza? Tuko na mzee hapa, atajitambulisha majina. Mzee, anza kujitambulisha majina yako, pengine utueleze kwa namna ambavyo unaweza kutoa maoni yako kuhusiana ya Mtanzania kutokea Kigoma ambaye ameamua kufanya safari kuelekea Dodoma kwa ajili ya kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Bakari Kalinone Maulidi. Ni mwalimu shule ya msingi Nyamagubwe iliyoko kata ya Mwiramvya na mmiliki wa Kalinone English Medium iliyoko Kasulu. Baada ya wazo la mwalimu wenzetu Mr. Gaddafi la kuunga mkono kazi za Mheshimiwa Rais, sisi wengine wadau wa pembeni nasi tuliona kuna haja ya kumuunga mkono kijana ili kutimiza dhamira yake nzuri. Sasa kwa sisi watu wa Kasulu tumeweza kuchangia vitu mbalimbali katika safari. Kalinone English Medium tumeweza kumsaidia mambo ya usafiri, kama mnavyoweza kuona tumebeba watu kutoka Kasulu mpaka hapa Kigoma, lakini kwa namna pekee tunamshukuru mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu Mr. Mwalimu Simbeye, ametusaidia mafuta ya magari. Lakini kwa namna isi ya pekee sana, wazo la Mwalimu Gaddafi ni wazo muhimu sana kwa sisi watu wa Kigoma, na ndio maana tumejitoa kwa hali na mali kumsupport. Siku za nyuma unaweza kaona mkoa wetu ulikuwa haujafunguka. Ulikuwa haujafunguka kwa sababu miundombinu yetu ilikuwa dhaifu. Lakini unaweza kaona sasa hivi barabara sasa zinafunguka kwa kazi ya Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6. Lakini unaweza kaona sasa miundombinu mbalimbali, barabara ziko vizuri, treni ziko vizuri, njia za maji ziko vizuri. Unaweza kaona sasa umeme. Sasa na sisi tumewiwa, kwa nini tusiungane na kijana mwenzetu Mwalimu Gaddafi kufikisha ujumbe kwa Mheshimiwa Rais kwamba watu wa Kigoma tunaona kazi zake. Pengine nyie naamini vipi pengine atafika kwa wakati salama? Maana safari ni ndefu zaidi ya kilomita 700. Nyie kama wadau mpaka mkaamua na namna ambavyo anaweza kuwakilisha kwa hizo ajenda 3 ambazo amezisema.
Kwanza, kama unavyoniona mimi niko timamu. Mr. Gaddafi ni kundi moja na mimi la mazoezi. Kwa hiyo hatuna hofu ya utimamu wake wa safari. Kwa mfano, Kigoma kwenda na kurudi kilomita 180. Na ukiangalia Kigoma Kasulu kwenda na kurudi ni kilomita 180. Na ukiangalia Mr. Gaddafi ameshafanya mazoezi safari 3 mfululizo. Anakuja Kigoma, anarudi Kasulu. Kesho anakuja Kigoma, anarudi Kasulu. Kesho kutwa anakuja Kigoma, anarudi Kasulu. Kwa siku 3 mfululizo, hajaugua wala hana shida yoyote. Lakini kwa namna nyingine, ndio maana tuko hapa na vyombo. Kwa shida yoyote atakayoipata, mkuu wa wilaya Kasulu yuko pamoja naye, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu yuko pamoja naye, chama cha walimu mkoa wa Kigoma kiko pamoja naye, na sisi wadau tuko pamoja naye. Hata katika shida yoyote itakayojitokeza, kama umemsikia mkuu wa mkoa ameendelea kutupa uhakika kwamba ataendelea kuhudumiwa njia yote. Lakini kwa swala la utimamu wa afya yake hatuna hofu. Kwa jina kwanza, mimi naitwa Flora Tikwiza. Mimi kama mama, kwa wazo hilo la Gaddafi lilianzisha la kwenda mpaka Dodoma kwa ajili ya kwenda kutangaza mkoa wa Kigoma, kwa kweli ni jambo zuri sana na ni kubwa sana. Ni kitendo, yani ameonyesha ujamaa wa hali ya juu sana. Ni vijana wachache sana ambao wanaweza kusubutu kitendo hiki cha kutoka mkoa wa Kigoma kwenda mpaka Dodoma kwa usafiri wa baiskeli. Kwa kweli mimi kama mama, kwanza kabisa ninamwombea kwa Mungu afike salama. Ametuwakilisha pakubwa na ameonyesha kabisa kwamba walimu tunao nia ya dhati ya kupongeza jitihada za rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuleta maendeleo mkoani Kigoma. Sisi walimu kwa pamoja tunamuunga mkono mwalimu wetu Wenslaus anapoianza safari yake hii leo kuelekea mkoani Dodoma. Tunamuunga mkono sana. Director wangu anaitwa Oju Blandi na hii ni AyoTV na millardayo.com kutokea hapa mkoani Kigoma.